kweli. Hii yote wamesababisha Yanga kukataa viongozi wa mpira wazuri, wakataka waingizwe viongozi hao wabovu. Hii yote sababu ni Yanga ndio sababisha yote haya, mpaka leo tumeletewa viongozi wasiojua mpira, kwa sababu hao walokaa wote si masaa 24 wale wote hakuna viongozi wa mpira mle, wale wote ni bomu kabisa, yani hawajui kabisa. Tunatakiwa tuwafukuze mara moja, waondoke pale TFF katika bodi ya ligi, waondoke haraka sana, kwa sababu wale mpira wanashindwa kuongoza, na mpira wa Tanzania sasa hivi unashuka. Leo katika ligi yetu muda sio mrefu utasikia ya 50. Sasa muda sio mrefu bodi ya ligi, kwa sababu ya bodi ya ligi walokaa mle wote ni vilaza, mpira hawajui. Unaona walichofanya, umeona? Kwa hiyo sisi tunasema kabisa bodi ya ligi ile ivunjwe haraka sana tena. Maki wanaleta matatizo. Wewe bodi ya ligi unakuwaje unaandikiwa na Alikamwe anakuandikia barua ueleze? Bodi ya ligi inatokaje mtu aseme ueleze? Hiyo sio kufungia haraka. Maki Alikamwe atakuwa afungiwe sa mpira miaka 10 kwa sababu huwezi kuishtumu mtu umwambie kwamba nani aeleze. Yaani mtu kashetwa hukumu afu unaambia akupe maelezo. Anakuuliza kama nani? Afa bodi ya ligi mmekaa mpaka leo amchukue hatua yote. Kwa hiyo bodi ya ligi kwa sababu ichukue hatua yote kwa Alikamwe inatakiwa ivunjwe haraka sana. Na bodi ya ligi mpira wa Tanzania wana uharibu. Umeona? Leo hii tunasababisha Simba leo tunashindwa kusogea kufika mbali kwa sababu ya mpira, kwa sababu ya hizo bodi za ligi za ovyo ovyo. TFF mnasababishia Simba leo tunashindwa kufika mbali kwa sababu yenu. Kwa hiyo tunaomba kuanzia leo tunataka bodi ya ligi ivunjwe. Mheshimiwa Makonda, tunataka bodi ya ligi ivunjwe kwa sababu mle katika bodi ya ligi ina viongozi vilaza, hawajui mpira. Wote waliokaa pale mpira hawajui. Leo hii Yanga wanatakiwa akacheza na Prison Mbeya. Leo hii bodi ya ligi unakuja kukaa unafungia uwanja. Wewe uone kama tuletea mambo ya kipumbavu haya. Kwa sababu uwanja umefunguliwa, juzi ulikuwa umefungiwa ukarekebishwa ukafunguliwa. Sasa kama uwanja umeshafunguliwa, ina maana ndani ya siku 2 tu anakwenda kucheza Yanga unafungia uwanja. Ina maana uone kama hapa mnapanga matokeo. Uone kama mnaibeba Yanga. Hii bodi ya ligi inatakiwa ivunjwe haraka sana. Viongozi wote wanatakiwa watolewe katika mpira. Hawafai. Afya ya akili wao wanayo, kama alivyosema ndugu yangu Muhindi. Mimi ni kweli wana afya ya akili wale viongozi wote. Hawafai kuongoza mpira wa Tanzania. Alafu viongozi wa Simba ili sio kulikalia kimya. Haiwezekani kila siku Simba tunapata magoli yanakataliwa. Afa viongozi wa Simba nyinyi mnakaa mnacheka. Hii biashara hatutaki tena. Umeelewa? Nakwambia ni viongozi wangu wa Simba. Ili swala sisi tunafunga magoli yanakataliwa. Tutakuja kupigana wenyewe kwa wenyewe sasa. Magoli yao yanakubaliwa. Mimi nasema kabisa hii mara ya kwanza na ya mwisho. Hatutaki tena kuona Simba ananyimwa magoli yake ya haki. Afu ananyimwa. Tutapigana wenyewe makofi sasa. Magoli yao yanakubaliwa. Kwani magoli ya Yanga yakubaliwa? Afu ya Simba anakataliwa. Mimi nazungumza kabisa viongozi wangu wa Simba ili mliangalie kuanzia sasa tunabidi tuwe wakali. Kwa sababu na mtu wanavyocheka namna hii wanatuona kama si wajinga. Tunatakiwa tuwe wakali. Tutapigana makofi wenyewe kwa wenyewe ili sasa tusonge mbele. Kwa sababu bila hivyo timu yetu ina nani, tunachosha mpira Tanzania kama tutakuwa tu wakali katika mpira huu. Au wanataka sisi washabiki na wanasema tuchukue sheria mkononi. Umeona? Kwa hiyo nachozungumza viongozi wangu, mimi najua kabisa tunao kiongozi huyu mwenyekiti wetu. Huyu hakuna kiongozi. Hii tunajua kabisa kiongozi hapa hatuna. Lakini tunatakiwa tufanye uchaguzi haraka sana. Mangungu aondoke madarakani, tutafute viongozi waliosimama. Huyu Mangungu hawezi kutufikisha popote kwa sababu huyu anatumika. Hatufai katika timu yetu ya Simba Sports. Sisi tuchukue sheria mkononi. Nataka hivyo. Au viongozi wanataka sisi tupigane makofi. Mimi nazungumza kabisa viongozi wangu wa Simba
nadhani mmeliona hili, hakuna kulifumbia macho kwa sababu washasema wenyewe goli ni halali. Sasa kama goli ni halali, nyie viongozi kwa nini mmekaa kimya? Kama goli liko halali, kwa nini leo nyie mmekaa kimya, hamzungumzi chochote? Kwa hiyo viongozi wetu tunaomba haraka sana hizo pointi 3 mfuatie TFF zirudi. Kama hazijarudi tutachapana makofi. Mimi nakwambia kabisa. La mwisho kabisa namaliza leo. Leo sitaki kuongea sana kwa sababu swaumu imenibana. Swaumu leo imenibana ndio basi kuongea sana. Nazungumza tena na jingine. Mwenyekiti wa wazee wa Simba Mzee Dalali, kwa nini chumba namba 4 unakifunga? Kwa sababu wewe sisi tuko vitani, una gari la mabomu unalifunga. Manake nini? Unataka sisi tushindwe vita? Sasa tunataka chumba namba 4 kifunguliwe haraka sana, kwa sababu kile chumba kina mambo mengi. Leo wachezaji wa Simba wanaumia ovyo, wanalogwa ovyo, wanacheza chini ya kiwango kwa sababu chumba namba 4 hakifanyi kazi. Kwa nini? Au tuje sio wazee sisi? Nyie kama wazee nyie mmeshashindwa, mtuambie tuje wazee sie.